Uh, Ongereni sana vijana wa Gen Z kwa kazi nzuri na njema sana ambayo imefanyika siku hii ya leo. Kazi ya kulinda demokrasia katika nchi yenu ya Tanganyika, kazi ya kupigania haki katika nchi yenu ya Tanganyika, kazi ya kupigania katiba mpya, kazi ya kuijulisha serikali haramu ya Samia kwamba bado hamjaridhika ndugu zenu waliouawa tarehe 29 damu zao kwenda bure. Bado mna uwezo wa kufanya na kuamua, bado mnaweza mkawaza kuhusiana na haki katika nchi yenu ya Tanganyika. Hili ni jambo jema sana. Siku hii ya leo ingekuwa ni nchi ambayo inajitambua, nchi ambayo ina wananchi ambao wanajitambua, basi serikali haramu ya Samia ingewajibika. Kwanza ingewajibika kuambia Watanzania siku hii ya leo ni hasara kiasi gani imepata kwa kuto kufunguliwa kwa biashara nchi nzima. Ingewaambia Watanganyika siku hii ya leo ni hasara kiasi gani watu wa maonyesho ya Sabasaba wameipata siku hii ya leo. Ingekuwa ni serikali inayotokana na wananchi, siku hii ya leo ilipaswa kuachia madaraka kwa sababu imeshindwa kuendesha nchi. Na niwaambieni tu, kama maandamano haya ya kuandaliwa na Chadema yameandaliwa na vijana wa Gen Z, maandamano ya leo yameanzia TikTok, yameweza kusimamisha nchi nzima. Wafanyabiashara nchi nzima hawajafungua biashara zao, maduka yao. Maandamano ya vijana tu ambayo yameanzia TikTok. Hii ni hatua sana kubwa sana katika nchi yetu ya Tanganyika. Kwa hiyo vijana, nyinyi msikonde. Vijana mmepiga kazi nzuri sana. Mmepiga mziki wa kutosha. Mmepiga mziki wa kutosha kabisa. Mmepiga kazi nzuri sana. Na hii ni kwa nini? Sisi hatuna shida na wafanyabiashara. Hatuna shida na mtu yoyote katika nchi yetu ya Tanganyika. Shida yetu, tunataka tupate haki. Serikali iliyojiweka madarakani iachie madaraka, tupate katiba mpya, wananchi wapate uchaguzi uliokuwa huru na haki, utekaji ukomeshwe. Kitu ambacho kinatokera sana ni utekaji. Hamwezi mkateka ndugu zetu alafu tukawaachia muendelee kuenjoy maisha. Hiyo haitawezekana. Kwa ndugu zangu wa Gen Z, siku hii ya leo ilikuwa ni njema sana. Mitaa ilikuwa mieupe. Walikuwa wanatuonyesha mitaa kwamba wanatukomoa, kwamba tutaumia. Hicho ndicho ambacho tulikuwa tunataka. Tulikuwa tunataka shughuli zozote zisiendelee. Unaendeleaje na shughuli na maonyesho ya Sabasaba ukiwa umefurahi, wakati hatujui Humphrey Polepole yuko wapi? Hatujui Mdude Nyagali yuko wapi? Mmeua ndugu zetu siku ya tarehe 27, hatujui miili yao iko wapi? Alafu leo tuwaruhusu Sabasaba muenjoy tu. Hii itaendelea. Hii haijaisha mpaka ishe. Kuna Afcon, kuna 88. Yaani hii hakuna kupumzika mpaka tutakapopata haki zetu za msingi. Na sisi hatutaumia. Na sisi hatuwezi kuumia mpaka siku ambayo tutapata haki yetu ya msingi kwenye nchi yetu ya Tanganyika. Kwa hiyo hii haijaisha. Tupo sana. Hii haijaisha. Kesho kutwa, mpaka yani tutapumzika siku ambayo tutapata haki yetu ya msingi. Sisi hatufanyi harakati za siku moja. Tunataka tuhakikishe nchi yetu ya Tanganyika inarekebishika. Tunataka tukomeshe utekaji. Watanganyika waishi na amani katika nchi yao ya Tanganyika. Hayo yote yakiisha, wananchi mtafurahia nchi yenu ya Tanganyika. Lakini kwa sasa tutapitia mengi, lakini tunajua ipo siku tutafikia kwenye ukombozi wa pili wa nchi yetu ya Tanganyika. Hii haiwezi kuwa mwisho na wala haijaisha. Sisi lengo letu sio baya. Wewe ambao unanisikiliza, fikiria baba yako angekuwa ametekwa, mama yako angekuwa amebakwa na kufirwa. Ungetungana na sisi kuunga mkono hiki ambacho tunakipigania. Tunaipigania nchi ambayo wewe na mimi tutakuwa tuna amani katika nchi yetu ya Tanganyika. Tutafurahia uhuru katika nchi yetu ya Tanganyika. Haiwezekani watu wachache wampangie nani alale saa ngapi, nani aishi, nani awepo uraiani, nani atekwe, nani apotezwe. Hicho ndicho ambacho tunakipinga. Kama hicho hakijaisha kwenye nchi yetu ya Tanganyika, tupo sana. Hatuwezi kurudi nyuma, hatuwezi kufadhaika. Lakini hii ya leo, hii imekuwa njema sana. Tumeparalyze mifumo yote ya serikali. Kodi leo hakuna mtu, serikali imepoteza mabilioni ya pesa siku hii ya leo kwa sababu ya wananchi, wenye nchi wameamua kudai haki yao ya msingi. Hongereni sana. Bado tupo mpaka pale Mungu atakaporuhusu Tanganyika ipate haki na demokrasia ya kweli, uhuru wa kweli, tupate katiba mpya, utekaji ukomeshwe,
kila mtu awe na fursa ya kuenjoy na kufaidi rasilimali za Tanganyika. Hapo tutatulia.